Karibu sana mtazamaji wa Big Talent TZ katika channel yako hii kuendelea kupata dondoo za teknolojia, masuala ya applications, YouTube pamoja na masuala mengi yakiwemo pia masuala ya kuedit. Kwa siku ya leo mtazamaji, nataka nikuelekeze jinsi gani unaweza ukatuma message ya email katika simu yako. Nadhani unaweza ukawa haufahamu, unajua kabisa katika simu yako kuna faili la email na umeipata baada ya kujiunga katika Gmail account na ukawa una email yako, lakini haujawahi hata mara moja kutuma email kwa mtu. Na inasisitizwa zaidi kutumia email kwa sababu ya usalama. Endapo unapomtumia mtu email, inaashiria moja kwa moja hiyo email imetoka kwako na sio spam, kwa sababu email ikiwa ina jina lako na Gmail account imeungwa kwa kutumia taarifa zako, basi ina usalama zaidi. Na ndio maana hata makampuni, taasisi mbalimbali, endapo zinapohitaji kuwasiliana na wafanyakazi wao au wahudumu wao katika sekta hiyo, basi wanatumia njia ya email kwa sababu inaonyesha moja kwa moja ni njia ya usalama. So kama haujawahi kutumia email hata siku moja, basi huenda ukawa haufahamu. Sasa nataka nikuelekeze jinsi gani unaweza ukatuma email kwa kutumia hiyo Gmail account ambayo umejiunga katika hiyo simu yako. Hatua ya kwanza kabisa unayotakiwa kuifanya ni kuingia katika Gmail account. Baada ya kuingia katika Gmail account utakutana na hizo email zako ambazo ulikuwa ukitumiwa mara kwa mara. Sasa ukitaka kutengeneza au kumtumia sasa mtu ambaye tayari unafahamu email account yake au email namba yake, email address utaingia hapa sehemu ya kipeni hapa, utabonyeza, utaletewa huo uwanja hapo wa kucompose sasa hiyo email. Hapa juu utaona imeandikwa from. Hii from ni itaandikwa email yako hapo, yani hiyo message ikiwa inatokea katika email fulani. Kwa hiyo itakuwa ni email yako itakaa hapo. Kisha chini utaona to, hapo ikiwa inamaanisha kwenda kwa mtu fulani. Sasa uta attach hiyo email yake hapa. Mfano naweka hiyo email yangu nyingine hapo, kwa hiyo nitamtumia mtu huyu hapa. Utaona kuna kialama cha kushusha hapa kwa mbele ya hii to. Ukibonyeza hapo utaona inakwambia kuna CC, kuna BCC. Hizi zinamaanisha ni email mbadala. Huenda labda hii ambayo amejiunga hapa haikumfikia hiyo message, basi zinaenda katika email mbadala. Endapo utaandika hapa, automatically itaandika hiyo email mbadala. Kwa hiyo unaweza ukaachana nayo kwa sababu hii email ya kwanza unaifahamu. Unataka kuja sasa kwa chini hapa. Hapa kwa chini kuna neno limeandikwa subject. Subject inamaanisha title ya hiyo message yako. Utaandika hapa title ya hiyo message. Mfano nataka niseme message ambayo nataka nitume inahusu sheria za ghetto zuri, yani kuwa na ghetto zuri. Kwa hiyo nimeandika hiyo title yangu hapa, sheria za kuwa na ghetto zuri. Alafu chini hapa ambapo wameandika compose email, ndipo sehemu sasa ya kuandika huo ujumbe wako. Utabonyeza hapo na kisha utaandika huo ujumbe wako. Kama tayari uliuandika sehemu ukaukopi, utakuja utaupaste hapa. Utashikilia na kisha utapaste hapa. Kwa automatically message yako itakuwa imejiandika kwa mtindo kama huu. Kama hiyo message yako unataka kuattach na picha, unachotaka kufanya kwa juu hapa katika hizo option kuna sehemu hapa imekaa kama kiduara cha picha kama inapokuwa katika WhatsApp. Utabonyeza hapo. Utaona hapo imeandika attach file. Itakupeleka moja kwa moja katika faili zako za simu kama recent na vitu vingine hapo. Kwa hiyo unachotaka kufanya ni kuchagua picha ambayo unataka kuiattach pale. Na picha yetu tutaikuta kwa chini hapa, chini ya hiyo message yako. Baada ya kuwa tayari umesha attach na kila kitu, utakuja sehemu hii hapa ambayo ina alama cha kusend. Hii ndio sehemu ya kusend hiyo message yako. Utakapobonyeza hapa, automatically itasend. Na pia kuna option nyingine ya kuschedule time ya message yako kutoka. Katika vidoti vitatu hapa upande wa kulia. Sijajua katika kama version hii yangu mimi inayo hiyo option au haina. Hii email yangu au Gmail account yangu haina hiyo option ambayo unaweza ukaschedule time ya message yako kutoka, kama ni kesho kutwa au
time unaweza ukaweka hapa, lakini hii naona haina. Kwa hiyo unaweza ukaja tu ukasend hapa message yako ikaenda kwa siku hiyo hiyo. Ukibonyeza hapa automatically hiyo message yako itatoka, itaenda katika ile email ambayo umeandikwa hapa tu. Hapo tayari message itakuwa imetoka na tayari imeenda katika ile email ambayo umeitumia. Kwa hiyo itakuwa hapo umeweza kutuma message kupitia Gmail account yako au email ambayo ipo katika simu yako. Yes, na hivyo ndivyo unavyoweza kutuma message, na katika kupokea message zako zinapo itaingia utaiona hapa kama mtu atakuwa amekutumia, na unaweza kuifungua na ukaanza kuisoma. Nadhani utakuwa umeelewa mtazamaji. Naitwa Salumu, unaweza kuniita Salu the Genius, unaweza kuniita Salu wetu ukipenda. Endelea kufuatilia Big Talent kujifunza vitu vingi kutoka hapa. Usiache kusubscribe kama ni mtembeleaji mpya ili usipitwe na kila content. Tukutane tena hapo baadaye kuendelea kupata elimu nyingi. Endelea kuenjoy.